Ni siku ya pili ya wiki ambapo mpenzi mtazamaji, ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu na asifiwe. Karibu sana katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka ili tukaweza na kuendelea na kubarikiwa kwa pamoja na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Reverend Salome Mutua kutoka kanisa la ABC Nguluni Kangundo Pastorate Machakos Sub Kota. Nikitumai kwamba uko tayari kabisa ili ukaweza na kupokea mengi tu ambayo Mwenyezi Mungu ameweza na kumwandaa nayo, ni kwa sababu yetu kupitia kwa Roho Mtakatifu. Karibu tubarikiwe. Mpendwa msikilizaji, nashukuru Mungu kwa nafasi ambayo ametupa ili tukaendelee kusikiza neno la Mungu. Ningelipenda kukualika katika neno la siku ya leo ili tukaweze kufahamu mapenzi ya Mungu. Ningelipenda tusome pamoja nawe katika kitabu cha Wafilipi sura ya 3 na mstari wa 13. Kitabu cha Wafilipi sura ya 3 na mstari ule wa 13 na 14. Neno la Mungu lasema, ndugu, sijidhani nafasi yangu kwamba nimekwisha kushika, ila natenda neno moja tu, nikayasahau yaliyo nyuma, nikayachuchumilie yaliyo mbele. Nakasa mwendo nifikie mende ya thawabu ya mwito mkuu wa Mungu katika Kristo Yesu. Wapendwa, neno la Mungu siku ya leo linanena ya kwamba ni lazima tuwe watu ambao tutakuwa na kutia bidii ama kuchikaza katika safari hii. Tunaona mtumishi wa Mungu Paulo akinena ya kwamba sio kana kwamba amefika mwisho, sio kana kwamba amepata kufaulu katika maisha yake, lakini anasema ya kwamba jambo moja analolifanya ni kwamba anayasahau yaliyopita, anasahau changamoto za jana, anasahau yale ambayo yalimkwaza jana, na anatazamia yaliyo mbele ili akaweze kufikia hata zawadi ama thawabu ambayo imeweka mbele yake. Kwa hivyo wapenda, siku ya leo ningelipenda kunena nawe ya kwamba ni lazima usahau yaliyopita, yale ambayo yalikuwa changamoto kwako, yale ambayo yalikufanya ukashindwa, yale ambayo yaweza kufanya mambo yako usiendelee. Wapendwa, ni lazima ujitie nguvu. Yale ambayo si ya maana, yale ambayo mngeweza kukushusha, wapendwa, ni heri ukaweze kuyasahau. Paulo anasema ya kwamba yeye anajitia nguvu katika Mungu, anajitia nguvu katika neno la Mungu, na anasema ya kwamba kila wakati yeye anajitahidi, yeye anajitolea, yeye anajipeana, licha ya kuwa ya kwamba hakukuwa kwema jana, licha ya kwamba mwaka uliopita hakufaulu, licha ya kwamba miezi iliyopita yale ambayo alitarajia kuyafanya hakufaulu. Kuna yale ambayo alishindwa, kuna yale ambayo hayakuweza kufaulu, lakini Paulo anasema ya kwamba hata simama, hata sita, hata acha kuendelea na safari kwa ajili ya yale ambayo yaliyompata. Lakini anasema ya kwamba yeye solongas bado ako katika neno la Mungu, bado Mungu amemtia nguvu. Yeye anasahau yaliyopita, yeye anasahau changamoto za jana, yeye anasahau aliyonenewa, yeye anasahau hata wale ambao hawakunena wema kwa ajili yake. Anasahau hayo yote, anayaweka mbali naye ili akaweze kuendelea na safari. Wapendwa, tukitaka kushindi, tukitaka kufaulu, ni lazima tuache changamoto za jana. Ni lazima hata waliotukosea tukawasamehe na tukaweze kusahau, kana kwamba kuna neno
walinena kwa ajili yetu. Watu wengi tumeshindwa ni kwa sababu tumeshindwa na kusahau yale ambayo tulitendewa. Tumeshindwa na kusema ya kwamba Mungu akaweze kutupa uwezo wa kuvumilia. Mungu akaweze kutupa uwezo, wapendwa wetu, wa kuweza kusahau yote na kujitia nguvu katika Yesu Kristo, kujitia nguvu katika neno lake. Kama Yesu Kristo alisahau makosa yetu, kama Yesu Kristo alisahau maovu sisi tuliotenda, na akasema ya kwamba pale msalabani yote yamekwisha, na akasema ya kwamba hata akalia kwa babake aliye juu mbinguni, akamwambia ya kwamba wasamehe maana hawajui wanalolitenda. Wapendwa, nasi tunastahili kusema ya kwamba tutaendelea hata kama ipo nini, ili tukaweze kufikia thawabu yetu, ili tukaweze kufikia kila ambacho Mungu ametuandalia. Kuna mambo makuu, kuna mambo mema ambayo Mungu ameandaa kwa ajili yako, ambayo Mungu ameandaa kwa ajili yangu. Hata kuna ufanisi, hata wapendwa, kuna baraka tena ambazo Mungu ameandaa, lakini watu wengi tunashindwa kupokea baraka zetu. Tunashindwa kupokea hata kila ambacho Mungu ameweka mbele yetu, maana kila wakati tunakumbuka yaliyotendeka jana. Tunakumbuka vile tulivyoshindwa, tunakumbuka vile tulivyo hata poteza. Wapendwa, ulipoteza ndio. Wapendwa, kweli watu walikudharau, lakini jikaze, jitie moyo, yasahau hayo yote na tumtazamie Yesu Kristo aliyeanza jambo njema ndani yetu, naye atalikamilisha. Kwa hivyo wapendwa, kama mtumishi wa Mungu Paulo, ninasema ya kwamba tujitie nguvu, tusahau yaliyopita na tuendelee na safari. Tujikaze, tutazamie yaliyo mbele yetu, ndiyo makuu, ndiyo ya baraka, na bila shaka utabarikiwa, na bila shaka tutainuliwa, na Mungu wetu atatutendea mema. Kwa hivyo ubarikiwe sana unapojitia nguvu na kuendelea, ili ukafikie lengo la Mungu na makusudi ya Mungu katika maisha yako na hata katika kazi yako. Ubarikiwe na Mungu akutendee vyema. Falme, nakushukuru kwa ajili ya neno lako ambalo ni uzima wa maisha yetu. Umenena nasi kupitia mtumishi wako Paulo, aliyenena ya kwamba yeye anajitia nguvu ili akaweze kufikia thawabu ambayo amewekewa. Na hata anasema ya kwamba anasahau yaliyopita ili akaweze kuendelea na safari. Tupe kuyasahau, tupe kuendelea licha ya changamoto. Mfalme wetu, tutie nguvu na wacha ukatende mema. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen. Usahau yaliyo nyuma na kusonga na mbele. Songa mbele, usirudi nyuma. Hapa Paulo anatuhimiza kwamba mambo ya nyuma tuliyokuwa maybe tunayatenda yasije yakatufanya kurudi mbele, kurudi nyuma na kukosa kwenda na mbele, ama kukosa kusonga na mbele. Usije ukaanza na kusongwa na mawazo kwamba nilikuwa ninafanya hivi, hivi, ama watu kukwambia kwamba huyu si ni yule, huyu alikuwa anafanya haya, huyu alikuwa hivi, alikuwa anaitwa hivi, na hayo mambo ya kufanye kurudi na nyuma haifai kabisa, bali songa mbele. Songa mbele bila kukata tamaa, bila kusikiliza wanasema lipi, wanasema nini juu yako. Maana kile ambacho unafaa kuangalia sana ni Mwenyezi Mungu akiniona ananiona namna gani, Mwenyezi Mungu akiniona ananifikiria namna gani, nimekosea Mwenyezi Mungu ama sijaweza na kukosea. Endelea mbele kwa imani. Paulo hakuweza na kutazama nyuma, hata wakati ambapo waliweza na kumuona kwamba huyu si ni yule Sauli. Alikuwa mpinga Kristo.
alikuwa anaua watu, alikuwa anafanya hivi, lakini hayo hayakuweza na kumzuia kusonga wapi? Na mbele. Pia nawe yale yote ambayo alikuwa huko nyuma ulikuwa unayatenda, hayafai hata kukuzuia kusonga mbele. Hayafai kukuzuia, yani kuona kwamba yani wakati wako ama siku zako za baadaye kwamba wewe ni mtu ambaye ni mwaminifu, wewe ni mtu ambaye yuko na imani, wewe ni mtu ambaye Mwenyezi Mungu kamkubali. Usiwe na tashwishi yoyote ile juu ya mambo ya nyuma, juu ya yale matendo ambayo ulikuwa unayatenda hapo nyuma. Ninakutakia siku njema, siku ya baraka. Reverend, tumeshukuru sana, barikiwa. Tupatane hapo saa 3:30 usiku ili tukaweze na kubarikiwa tena kupitia marudio ya hiki kipindi. Bye bye.